Na mtazamaji, karibu tena. Hapa ni Njombe TV, lakini pia ni Digital News TZ, channel ambazo zimekuwa zikikuletea taarifa mbalimbali hasa zinazolenga fursa za kiuchumi. Sasa hivi karibuni tulikuwa tumefanya mazungumzo au mahojiano na wakulima kutoka kule kijiji cha Ng'anda ambao ni wanachama wa chama cha msingi cha wakulima cha Ng'anda AMCOS. Kikubwa hasa tuliangazia masoko, na kilicho tufanya tuone wana historia tofauti ni vile walivyofanikiwa kwenye masoko. Ng'anda AMCOS kwa sehemu kubwa wameweza kupambana na changamoto ya soko kwa kuweka umoja na ushirikiano wa kuwa na msimamo wa bei kwa wanunuzi na hasa mtukati ambao ni madalali. Sasa huu ni mwendelezo wa kile ambacho tukifanya kule Ng'anda, kuzungumza na viongozi wa Ng'anda AMCOS pamoja na wakulima. Leo studioni tuko na mgeni, naye si mwingine, atajitambulisha mwenyewe, lakini atatueleza kuhusiana na ushirika. Hasa tunataka kuzungumzia ushirika, ni kwa namna gani ushirika unaweza ukasaidia kuimarisha uchumi kwenye fursa mbalimbali za kilimo mkoani Njombe. Brother, karibu sana. Nashukuru sana mwana mwandishi wa habari. Naam, kianza na kujitambulisha wewe mwenyewe, tuambie kwanza wewe ni nani, lakini uzungumzie hali ya ushirika mkoa wa Njombe ikoje. Kwa jina naitwa Edmund Masawe, ni mrajisi msaidizi mkoa wa Njombe ambao nasimamia sekta ya ushirika kwa mkoa wa Njombe. Mkoa wa Njombe tuna mchanganyiko wa vyama. Tuna vyama vya kifedha kwa maana ya SACCOS, tuna vyama vya mazao kwa maana ya AMCOS, lakini tuna vyama vya mboga pia. Hivi ya mboga unaweza kuvitemu kama vyama vya mazao pia, lakini kwa sababu ya mwamko wa horticulture na vyenyewe tunavihamasisha zile AMCOS zetu ambazo zilikuwa kama zinadili na nafaka au mazao mchanganyiko waingie pia kwenye matunda na mazao aina ya mboga yote, ambalo ndio hilo pia linaangukia zao la parachichi kama mlivyoeleza nyie. Sawa, umezungumzia uwepo wa vyama vya ushirika vikiwemo vyama vya mboga. Tusalie hapo. Tunao chama cha ushirika cha wakulima kinaitwa Ng'anda AMCOS. Nyinyi kama ushirika mna kitambuaje chama hiki na mnaonaje maendeleo yake? Ng'anda AMCOS ni chama cha ushirika ambacho kinajihusisha na mazao ya kilimo na masoko. Kiko halmashauri ya Wanging'ombe mkoa wa Njombe. Awali chama kilikuwa kama kimekuwa Sinzia, lakini kama sekta, kama wadau, kama serikali tulishirikiana kuhamasisha. Na uzuri wa pale AMCOS ukiona kuna chama cha akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS. Wanachama, kwa hiyo ukikutana na wale wanachama wa akiba na masoko ni rahisi kuhamasisha kuja kwenye Ng'anda AMCOS kwa sababu wanachama wa SACCOS ni wale wa AMCOS. Kwa hiyo tulikuwa tunahamasishana na tukataka upande wa kilimo na masoko wawe na chama chao pia. Kwa hiyo waliamua wakafufua chama chao, na kusema kweli ni chama ambacho tunajivunia kwa sababu kimeanza vizuri. Uwezo ukasema ni chama kikubwa ukasananisha labda na ile SACCOS yao, lakini tunasema ni kizuri kwa sababu unaona jitihada walizozifanya kuanzia kuamka kwa muda mfupi mpaka sasa kuweza kupata ile masoko ya nje, lakini kutoa huduma kwa wanachama wao na wanachama kuridhika na zile huduma. Ile ni hatua kubwa ya kuona chama kimefanya vizuri pia. Tuzungumzie zao la parachichi. Ng'anda AMCOS wanadili na zao la parachichi, wanadili na zao la viazi, wanadili na ngano, wanadili na mahindi. Lakini nitaelezea zaidi upande wa parachichi. Kwa mkoa wa Njombe sofa tuna kama vyama 6 ambao vinadili na zao la parachichi. Lakini Ng'anda imeweza kuonyesha mfano. Na kwa nini imeweza kuonyesha mfano? Imeamua kujikita zaidi kwenda kwenye soko kuja kwenye zao. Badala ya kupambana na zao hujui unalipeleka wapi. Na hiki ndio tunachokihamasisha sana. Mkulima yoyote, mwananchi yoyote ukimwambia pale ukienda kuna soko zuri, atalima. Na ni rahisi kumsaidia kwenye kulima kwa kisha anapata miche bora, mbegu, huduma za ugani, kuliko umwambie apambane kulima afu ajue apeleke wapi. Pale atapovuna
atapokwama kwenda kuuza, huo ni mgogoro na utapelekea kile chama ama yule mkulima kukata tamaa. Lakini Ng'anda wamejitahidi, wameweza kupambana. Awali walikuwa wanaanza kupambania soko la South Africa, lakini pia waliweza kufanikiwa kupata soko la India kwa kushirikiana na Kibigidula. Ni kampuni ambayo inapeleka mazao nje. Kwa udogo wao walitakiwa washikwe mkono. Kwa hiyo yule mwenye ile kampuni aliwashika mkono kuwaonyesha soko. Kikubwa Ng'anda alichokifanya kwa wanachama wake ni ile huduma ya ugani, lakini kuhakikisha wanalinda ubora wa lile zao, kuhakikisha hawapotezi lile soko lao. Hicho ni kitu kikubwa sana wameweza kufanya. Na sisi kama mkoa tuliungana nao, na kama sekta ya ushirika na tume ya maendeleo ya ushirika tuliweza kuwaingiza pia kwenye mradi wa mboga mboga. Tuna mradi ambao unaendeshwa na tume ya maendeleo ya ushirika kwa lengo la kusaidia mboga mboga, tukiwa tumelenga Ng'anda sana kuwasaidia kwenye upande wa viazi, lakini pia na parachichi. Na hii itasaidia pia kwa sababu tunajua Ng'anda tayari wana soko na demandi ya soko ni kubwa, lakini pia tunahitaji tusipoteze lile soko. Kwa hiyo tunachokifanya ni kulinki vyama vingine na Ng'anda ili kucontrol ubora. Ng'anda wahakikishe mzigo unafika kwenye lile soko la India pasipo kulipoteza. Hii itatusaidia kulinda ubora kule unapoenda, kuliko useme kila chama ukichukua ulionyeshe kile soko liko wapi. Wasipo control ubora utafanya hadi Ng'anda mwenyewe apoteze lile soko, kwa sababu watachoamini ni parachichi zinazotoka Tanzania sasa zinakuja mbovu, kwa watanunua, tutaachia fursa kwa wengine. Kwa hiyo tunajitahidi na tumekaa kwenye jukwaa, tumekaa na Ng'anda na vyama vingine, tunaunganisha mahitaji yapitie kule kwenye Ng'anda, then Ng'anda wasimamie ule ubora, kukusanya, kupeleka nje, wakulima waweze kupata ile soko wanufaike nalo. Na ukiingelea wastani tu, yani uzuri tunasema wanunuzi wa kati. Hamna soko ambalo halina wanunuzi wa kati. Ni kwa vipi unawatumia wale wanunuzi wa kati? Madalali bila shaka. Kwa maana madalali. Mtakumbuka mlienda Ng'anda, waliwaambia soko la ndani wameuza karibia tani 430 na kitu. Yeah. Soko la nje wameuza karibia tani 450 na kitu. Swala ni bei. Soko la ndani bei zimeanzia, bei ya chini ilikuwa 1750, soko la nje limeenda mpaka bei ya juu kwa soko la ndani ikaenda mpaka 3550. Wakati ukienda kwenye soko la nje bei ilikuwa wastani wa shilingi 4000. Kwa hiyo ukiwatumia madalali vizuri unaweza bado ukanufaika. Wakati mwingine analanguliwa kwa bei ya chini, wewe unaweza kumtumia dalali kama mnunuzi wa ndani, akikupa kwa shilingi 3550 bei ya juu, bado ni faida kwako. Lakini kama dalali anapeleka nje na sisi tukiimarisha ule mfumo kuwezesha chama kikaenda moja kwa moja nje, tayari atafaidi ile soko la nje la moja kwa moja. Tunaona kwamba licha ya kwamba wamefanikiwa kuwa na soko la juu, lakini bado changamoto imekuwa kwenye uvumilivu. Wakulima wengi wanashindwa kuvumilia kwa maana ya kusubiri matunda mpaka msimu wa kuanzia mwezi wa 7 kama ambavyo Ng'anda AMCOS wamefanya. Uko na AMCOS nyingi sana ambazo zina wakulima wanaolima parachichi kwa mkoa wa Njombe. Unadhani hili la uvumilivu linaweza kuigwa kama ambavyo Ng'anda AMCOS wamefanya kwa AMCOS nyingine? Mimi naamini kila kitu kinawezekana. Swala ni mwanzo. Ukiangalia kule kwenye korosho, ufuta, baadhi ilianza hivi uvumilivu kwenye malipo, uvumilivu mtu anachukua muda, unalazimisha ukakope. Lakini wanasema mvumilivu ula mbivu. Ukimwambia mkulima leo kama wa Ng'anda auze kwenye soko jingine, kubali kwa sababu ameshaonja matunda. Mtu wa kuvumilia muda mfupi kwa bei nzuri yenye tija na ya uhakika kuliko yule ambao avumilii. Shida ni kwamba tunafanyaje kumsaidia yule mkulima wakati anasubiri maisha yake mengine yanaenda. Na kama tume ya maendeleo ushirika tuna mpango ama program
ya kuwa na SACCOS ndani ya AMCOS kama ilivyo Ng'anda. Mwanachama wa Ng'anda leo hii anataka huduma nyingine, anaipata kupitia SACCOS yake, huku akisubiri matunda yake yakomae, auze, alipwe kupitia SACCOS yake, wanakata hela yake. Inakuwa ni gharama ndogo sana, lakini ameweza kuuza kwa bei nzuri na amefaidi yale matunda. Kwa tunaendelea na uhamasishaji. Sasa hivi tumeshafika Matiganjora, ijapokuwa tunaendelea kuihamasisha AMCOS ya Matiganjora na kuijengea uwezo iweze kusimama. Tuna Ibumila, imeyumba kidogo kwenye chama upande wa fedha, lakini tunaendelea kufanyia kazi kuhakikisha inasimama. Tuna Isoelo pia. Tuna vyama kama 6 tunakifanya. SACCOS yao iko vizuri, kuna kifanya AMCOS ambao wanachama ni wale wale. Tunaimarisha ili mkulima anasubiri msimu tunda likomae, auze kwenye soko zuri kwa bei nzuri. Anahitaji kipindi hicho akiwa anasubiri mtoto aende shule, ale, afanye zile huduma azipate kwa gharama nafuu kupitia kwenye chama chake cha akiba na mikopo. Hii ni njia nafuu ya kuweza kuwasaidia hao wakulima waweze kunufaika na shughuli zao za kilimo pia. Hali ya masoko, soko la parachichi kiutaalamu inatakiwa ianzie shilingi ngapi? Kwa sababu tunaona pale Ng'anda AMCOS wao walianza na 1750. Hiyo ndio ilikuwa bei yao, kwamba kuanzia hapo chini ya hapo hawezi kuuza. Bei elekezi ni ipi na pengine kwa vyama vingine kama wakitaka kuiga wanatakiwa walau wasimamie wapi? Mimi mwanachama labda kama mkulima ninachoweza kumshauri, kwanza unatakiwa ujue gharama zako za kuzalisha. Kupitia vyama vya ushirika vinawasaidia kuweka kumbukumbu zao, lakini mwanachama pia anatakiwa weke kumbukumbu, ajue gharama za kuzalisha. Ukishajua gharama zako za kuzalisha, angalia biashara yako unalenga nini. Unataka kutengeneza faida, chukua hata 20% ya margin ya faida, jumlisha kwenye gharama zako za kuzalisha. Ile bei utaoipata pale, sema hii ndio bei yangu ya chini hapa siuzi. Kwa hiyo ukienda kama Ng'anda AMCOS wanachokifanya ndio hicho wanachokifanya. Hawasubiri umwambie bei elekezi ni 1700, 2000, 3000. Wewe unaweza kusema bei elekezi ni shilingi 2300, gharama zake za kuzalisha ni shilingi 1000. Soko linataka shilingi 3000 chini ya ile bei yako uliyoitangaza. Utamfanya asiuze. Na baadaye yale matunda tukumbuke yanaharibika, ni perishable. Ni mali mbichi, zinaharibika baada ya muda. Akiharibu, akipoteza ile hasara, anakuja kuuza kama reject ama matunda daraja la chini kabisa, chini hata ile bei elekezi. Lakini ukishamjengea uelewa, akajua zile gharama, akatengeneza kokotoa, akaweka faida yake, hata ukisema bei elekezi shilingi 3000, akakutana na bei ya shilingi 5000, 4000, atauza. Swala ni kumuonyesha soko liko wapi, lakini kuhakikisha analinda ubora wa matunda ili lile soko likubaliane na ubora wale matunda yanayoingia sokoni. Maana wenzetu wa nje, kikubwa ambacho kinatuangusha sana ni kwenye ubora tu wale matunda. Swala la taarifa, apate taarifa ya soko liko wapi, lakini kingine ubora wa matunda. Nguvu ya soko ambayo tunaweza tukaimarisha ndio ile kama tunavyosema vyama vingine tunaunganisha na Ng'anda kuongeza mzigo kuwa mkubwa, tuweze kupata nguvu ya soko zaidi. Tunahitaji mnunuzi akitaka tani 200 kwa wakati mmoja anazipata, tani 1000 kwa wakati mmoja anazipata, kwa sababu akizipata sehemu moja inampunguzia gharama za uendeshaji yule mnunuzi, kwa sababu anapata sehemu moja. Na ukimpunguzia gharama za uendeshaji ni kwamba unamuongezea uwezo wa kushindana kwenye bei kununua yale matunda na wanunuzi wengine. Tutakuwa tumemsaidia sana mkulima kwenye hili. Sawa sawa. Na tunaona kwamba Ng'anda AMCOS walao kwa miaka 2 wanasema wanaona mafanikio. Sasa mnawezaje kusaidia wakulima wa maeneo mengine pia kutumia AMCOS ambazo zipo tayari kuweza kuwa na bei za mfano kama ambavyo Ng'anda AMCOS wamefanya? Nadhani hili linawezekana. Kila kitu kinawezekana, na kama awali nilivyosema, tuna vyama tumeanza navyo 6 vya parachichi, lakini pia hatuhitaji kuwa na chama sana cha parachichi. Ndio maana kama Ng'anda ukiiona ina mazao mengine. Tunachokifanya, kuna ambao walianzisha kama chama cha parachichi, lakini tunahamasisha AMCOS za mazao mengine. Kwa mfano tuna joint enterprise ya Lupembe, na wenyewe wana mashamba yao, wameshapanda parachichi. Pamoja na kujihusisha na chai, wanaenda pia kwenye parachichi.
lakini tunataka pia na viazi walime, kwa sababu hii inatusaidia. Kuna wakati sio msimu wa parachichi, watendaji, shughuli za chama zinaendelea. Ukitumia zao moja, ina maana unamwambia atatumia akiba za wanachama kujiendesha, lakini akiwa na mazao mengi nje ya msimu wa parachichi, anauza zao jingine, chama kinajiendesha kifaida zaidi. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi ni kuhamasisha kwanza vyama vingine kuingiza zao la parachichi, lakini na vile vya parachichi ambavyo vimevianza na tayari ng'anda ana soko, na soko la ng'anda ni kubwa, halijalimitiwa, anatakiwa supply labda tani 50 tu, hata akiwa na tani 1000 anapeleka, kwa sababu hiyo room tunayo na tunajali swala la ubora. Tunataka vyama vingine, tunavilinki na tumeshaanza kuongea navyo, tunaviunganisha kupitia ng'anda, watakusanya kupitia ng'anda, ng'anda atakagua ubora kabla ya kuchuma, ili akipeleka tusiharibu soko letu, wakati tukiendelea kutafuta masoko mengine pia. Na mnavisaidiaje vyama hivyo ushirika vya wakulima kwenye upande wa mikopo? Kwenye upande wa mikopo, kwanza tunavisaidia kuvijengea uwezo kwa maana ya uelewa wa usimamizi wa hizo fedha, kwa maana hiyo mikopo, lakini uandaaji wa mahitaji ya hiyo mikopo, lakini pia kuviunganisha vyama vinavyohitaji mikopo. Hii ni vyote, vile vya kifedha, vile vya AMCOS na taasisi za fedha kwa wingi wake, ili kuwapa fursa ya kuona taasisi gani tunapata mkopo kwa gharama nafuu. Mfano, sasa hivi tuna benki ya ushirika inatoa na yenyewe mikopo, imeingia kwenye taasisi mojawapo ya fedha ambazo zinatoa mikopo. Tunasema ina matawi machache, lakini wamekuja na mfumo mwingine, wanatumia union, wanatumia na SACCOS ambazo ni strong, zimesimama kutoa huduma ya kule kwenye benki ya ushirika kwa kumfikia mkulima kwa karibu, badala ya kusema kumlazimisha mkulima sasa hivi kwenda labda Mbeya ama kwenda mpaka Dodoma kutafuta mkopo. Kwa ile tutawapa huduma karibu, lakini ni jukumu la wao wanachama kuelewa taasisi gani nikienda nitapata mkopo kwa gharama nafuu. Nikisema kwa gharama nafuu inajumlisha vitu vingi, kuanzia gharama za kupata mkopo, riba, masharti ya mkopo, zote hizo kuziangalia. Akishazielewa, akachambua, akasema hizi ni nafuu, sasa ile tunakuwa tumemsaidia kumpunguzia mzigo mkulima kupitia ile mikopo. Taasisi hizi za vyama vya ushirika vya wakulima, mara nyingi tumekuwa kama ulivyosema awali, kuna baadhi ni mfu, na hizi ambazo ni mfu, pengine mna jitihada gani mnazifanya kuhakikisha kwamba hizi zinasimama? Kuna jitihada kama 2 tunafanya, 2-3. Cha kwanza tunavihamasisha. Tumeshafanya zoezi la kuidentify vyama vyote Sinzia. Ukisema mfu, mara nyingi chama mfu kinaenda kwenye kufutwa. Yaani hicho ni chama ambacho kilianzishwa kama lengo fulani, hawajatekeleza lile lengo, na hata ukitafuta ofisi, hata watafutia hao watendaji, hata viongozi hawapo, hata wanachama hawapo. Hicho ni mfu, kinaenda kufutwa. Lakini tuna vyama ambavyo ni Sinzia. Tunavihamasisha kwa maana ya kuviamsha. Kwanza ugundue kwa nini Sinzia, shida ilikuwa ni nini? Ni uongozi, ni wanachama wachache, ni mtaji, ni nini? Kwa mfano, ukikuta chama Sinzia kwa ajili ya mtaji, tunaweza tukakipa elimu, ama tunaangalia pia pamoja na kuwapa elimu na kuhamasisha na kuonyesha fursa, lakini tunakiunganisha na chama kingine. Lengo vikiungana, tunategemea vijenge mtaji, kwa sababu kama ni idadi ya mtaji kwa maana ya wanachama ni wachache, wataongezeka, lakini kama ni mtaji kwa maana ya resource, nguvu itaongezeka. Wanapoungana, wanakuza mtaji wao, wanaweza kushindana. Hivi vyama ni sekta binafsi, ni lazima vishindane kwenye soko huria. Kwa hiyo tunavijengea uwezo ili viweze kuingia kushindana. Kampuni ya Ikale West Recycling Material yenye makao yake Ubungo External jijini Dar es Salaam inayojihusisha na uzalishaji wa viriba aina zote vinavyotumika kuatikia miche kama vile miche ya parachichi, paina, kahawa na miche ya mlingoti. Viriba hivi vinatengenezwa kuanzia inchi 2 mpaka inchi 12. Kampuni hii inatengeneza liners material zitumikazo hospitalini, mifuko ya taka aina zote, nylon sheet zitumikazo kujengea mabwawa ya samaki, kujengea barabara, kumiminia jamvi, pia
Pia inatengeneza Macintosh zitumikazo hospitalini na katika kilimo cha strawberry. Lakini pia inatengeneza polyethylene sheet zitumikazo kufungashia maji pamoja na vifungashio vya mtihani. Kampuni inatengeneza mbao za plastic zitumikazo kutengenezea madawati pamoja na kupaulia nyumba. Mbao hizi ni imara, haziwezi kuliwa na mchwa. Tunazalisha nguzo za plastiki kwa ajili ya kujengea greenhouse pamoja na sign road, yani alama za barabarani. Pamoja na hayo, inazalisha fito za plastiki kwa wakulima wa nyanya na mikoko kule Zanzibar, wako Njombe, lakini pia wanasambaza mikoa yote Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0742-411-140 au simu namba 0715529180 au simu namba 0621095636. Nyote mnakaribishwa. Naam, mtazamaji, karibu tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea tena kuendelea na mazungumzo na kukumbusha kwamba leo tuko na Kaimu Rajisi mkoa wa Njombe. Kikubwa tunachozungumzia ni hali ya masoko kwenye vyama vya ushirika vya msingi AMCOS. Tumezungumza mengi, lakini kwenye kwenda kuhitimisha tunataka tujue Kaimu Rajisi msaidizi, ni kwa kiasi gani kama wakulima wakiungana wanaweza kupiga hatua kiuchumi? Kuna msemo mmoja unasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ushirika tunaamini kwenye msemo kama huo. Tunasema mmoja mwenye mahitaji wanapoungana wanakuwa zaidi ya mtu mmoja, ni rahisi wao kuwa na nguvu ya kuendesha chombo chao. Hii nguvu inatoka wapi? Inawezekana wakiungana, kwa mfano watu 10 wana shilingi 10. Wakiungana watu 10 wanakuwa na shilingi ngapi? Shilingi 100. Kimtaji shilingi 100 ni kubwa kuliko shilingi 10 ya mtu mmoja. Okay. Hao watu 10 wakiungana, kama walikuwa wanazalisha parachichi mmoja tani moja, watakuwa na tani 10. Sawa. Mtu anaoingia sokoni kama mmoja mwenye tani 10 na mtu anaoingia kama peke yake mwenye tani moja, mwenye tani 10 anakuwa na nguvu ya kusikilizwa sokoni kuliko yule mwenye tani moja. Kwa hiyo ushirika unaounganisha kuwajengea wanachama kutatua changamoto zao za mmoja kwa maana ya kuunganisha nguvu, kwa maana ya uzalishaji, lakini kuwapa nguvu ya soko pia. Ndio mantiki nzima ya ushirika iko hapo. Na tunaona wengi wamekuwa kifanya mmoja. Wao pengine wanaona kama wanafanikiwa, lakini unatuambia kiungana mnaweza kufanikiwa zaidi. Una mifano labda unaweza kutupa ni maeneo gani kwa Tanzania wamefanikiwa, hususan kwenye kilimo wameungana na wamefanikiwa sana? Changamoto iko, inawezekana mmoja akafanikiwa na inawezekana kwenye umoja wakafanikiwa zaidi. Hatumaanishi mmoja afanikiwe. Anaweza akafanikiwa, lakini wakiungana zaidi watafanikiwa zaidi. Ila pale endapo kinapotokea usimamizi na uendeshaji wa ushirika husika sio mzuri, unaweza kupelekea wengi wakapata shida kuliko yule mmoja mwenyewe. Tukiongelea mifano ya maeneo ambayo yamefanikiwa kupitia ushirika ni mengi. Hata hapa tu ukiongelea Njombe, ukienda kwa mfano Matiganjola, ukienda Isoelo, ukienda Kifanya, ukienda Ibumila, unaona ni vyama imara na vimefanikiwa na viko mbali. Ukitoka hapo nenda kusini, ongelea Mtwara, ongelea Lindi, ongelea Ruvuma, huwezi ukamwambia mkulima wa korosho, mbaazi, choroko nje ya ushirika. Kule ni fursa kwao na wameuza vizuri sana na wanafanikiwa vizuri sana. Lakini nenda kwenye kahawa pia, Kagera, bila ushirika kahawa wangeyumba. Sasa hivi wako kwenye ushirika, wanauza na wanafanikiwa vizuri sana kuanzia kwenye bei, lakini wameweza kupata nguvu sasa ya kuchakata mazao yao kupitia ushirika wao. Na tunapenda kumalizia, pengine nini sasa wito wako kwa viongozi wa AMCOS lakini pia wakulima kwa Njombe? Mimi kwanza ni wahamasishe wakulima kwanza wajue wajibu wao wa usimamiaji wa vyama vyao vya ushirika. Chama cha ushirika kiitisha mkutano, mwanachama asijue anakuja kuchukua posho, kula, kusikiliza, kuondoka. Haoji vitu vya muhimu, waulize. Wasisubiri mrajisi ama afisa ushirika ama mjumbe kutoka serikalini, afisa wa serikali kuwaulizia. Waulize vitu vya uhakika, hesabu ziwe wazi, wawe na wanahoji. Lakini pia
ni wahase watendaji kwenye vyama waweze kusimamia vyama vyao kwa uadilifu na uaminifu. Ili chama kiweze kukua, lazima swala la ubunifu liwepo, lazima kuwe na uaminifu. Kwa sababu watendaji ambacho hawajui ni kwamba ukiangalia hata kwenye mikoa mingine, chama kinaanza kidogo sana. Maslahi kwa watendaji yanakuwa madogo sana. Lakini chama kinavyokuwa na maslahi kwa watendaji yanakuwa. Kwa sababu mkulima ama mwanachama yuko radhi kumtetea mtendaji wake ambaye anaona anampa matokeo makubwa kupitia ushirika wake. Lakini ukiwa mnyonyaji, kwanza unamuua yule mkulima na wewe mwenyewe atendeni unajiua. Sawa. Ndio. Na ni kwa kiasi gani vyama vya ushirika wanachama wake wanapata training ili waweze kwa vizuri kubobea vizuri kwenye shughuli wanazofanya? Kama ofisi ya mrajisi tukishirikiana na ofisi ya mkoa pamoja na halmashauri, tumekuwa na kamati za elimu za mkoa, wilaya, tumekuwa tukishirikiana na wadau, tumekuwa tukiendesha haya mafunzo. Lakini vyama pia kwa mujibu wa sheria na kanuni vina matengo ya elimu. Visiweke kwenye hesabu tengo la elimu bila kuhakikisha vinatoa elimu kwa wanachama wake. Na kama sasa hivi tumejikita sana viongozi wapate 30% mpaka 40% ya elimu, 60 iende kwa wanachama, kwa sababu hao ni viongozi wa baadaye wa kile chama. Ukitama chama kiendelee, mjenge mwanachama uelewa, atasimamia, kwa sababu ni msimamizi wa kwanza kwenye chama chake. Kwa hata kwenye mahesabu yao tunapitisha kwa mtazamo huo, kuhakikisha wale wanachama pia nao wanapata elimu ili waweze kujiendesha. Kwa hiyo tuseme watu wajiunge kwenye vyama ili iwe rahisi pia. Na wahamasisha sana wajiunge kwenye vyama, lakini kabla ya kujiunga kwenye chama ni vizuri ujifunze, jua hicho chama kinafanya nini, kinajiendeshaje, ndio uweze kujiunga. Shukrani sana. Nashukuru sana jamaa. Asante. Okay. Waidi bwana. Oya, piga picha. Waidi. Tuonekane wote. Nashukuru sana. Haya, asante sana kiongozi. Basi tunashukuru.